Tumsifu Yesu Kristo, mtazamaji wa Tumaini Television. Bila shaka ujambo na karibu katika kipindi cha Jue Liturujia kinachokujia kutoka hapa Tumaini Television. Kama ilivyo ada, leo tuko na Padre Daktari Clement Kiyo, katibu mtendaji wa idara ya liturujia kutoka Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Mimi ni Sister Savina Makonde, na kusiwe nami tangu mwanzo hadi tamati tuweze kuyajadili kinaga ubaga yanayotupasa kuyafahamu katika liturujia yetu ya Kanisa Katoliki. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za hapa Tumaini? Nzuri, habari za siku nyingi baba. Sasa ni njema. Tunamshukuru Mungu anatusaidia. Baba, habari za kulikuwa na kongamano hapa la kipindi chetu kilichopita tuliwaalika watazamaji wetu kwenye kongamano letu. Ndio. Na leo nadhani wana hamu wasikie mambo yaliyojiri. Ndio. Na wale ambao walikuwepo wangependa vile vile wasikie mambo yaliyojiri. Safi kabisa. Basi baba, kwanza tufungulie kwa sala, alafu utawajuza watazamaji kwamba nini kilichojiri katika kongamano la wanaliturujia wa Afrika. Asante sana. Asante baba. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, uwatie mapendo yako, peleka Roho wako, vitaumba upya na nchi itageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na ile Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Mambo yalikuwaje baba? Nataka tusikilize mambo yalikuwaje kwenye kongamano la wanaliturujia wa Afrika. Kwa kweli mambo yalikuwa mazuri. Labda kabla hatujaingia ndani tuwakumbushe tu kidogo watazamaji wetu. Inawezekana wengine hawakusikia kipindi chetu kilichopita, lakini basi tuwakumbushe kidogo kwamba lilikuwepo kongamano la wanaliturujia wa Afrika ambalo linafanyika Dar es Salaam kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 9 ya mwezi wa 8. Kwa hiyo ni kongamano la kimataifa linalohusu wanaliturujia wote wa Afrika. Kwa hiyo basi siku ya kuwasili ilikuwa ni tarehe 1 ya mwezi Agosti, na kuanzia tarehe 2 ikawa ni siku ya ufunguzi kwa misa takatifu katika kanisa la Epifania kule Kijichi, misa ikiongozwa na Mhashamu Sana Juda Tadeu Ruwaichi, askofu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Katika misa hiyo kulikuwa na mambo mbalimbali. Kulikuwa na ufunguzi na yeye mwenyewe katika homilia yake alitoa mambo muhimu ambayo ni ya kuzingatia. Na kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 3, maana yake Jumatatu hadi Jumatano, ilikuwa ni siku za mada pale Baraza la Maaskofu, ambapo mada mbalimbali zilitolewa. Na siku ya Alhamisi ikawa ni siku maalum ya kutoka wageni wetu pamoja na wale washiriki wote. Tulitoka tukafanya hija kule Bagamoyo, mahali ambapo Ukristo uliingia, lakini hatukishia Bagamoyo tulienda mpaka katika mbuga ya Saadani na tukaona mandhari ya Saadani. Tuliona wanyama kidogo, japo ule muda tuliofika haukuwa ni mzuri kwa ajili ya wanyama, lakini tuliona twiga. Tukaenda sehemu ambapo kuna bwawa la viboko na mamba, tuliona kwa mbali. Nao hatukuweza kuwaona vizuri, labda haikuwa muda wao mzuri, lakini basi ingalau tulitembelea Saadani, wageni wetu wakaweza kuiona Saadani. Na baba, kabla hujaendelea, ndio au ni kongamano la wanaliturujia wa Afrika. Ndio wamefika kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali ya liturujia pamoja na utamaduni. Ndio. Kuna mahusiano gani wageni hao kuwapeleka mbugani Saadani au mbuga nyingine yoyote? Mada yetu kuu ilikuwa ni juu ya utamadunisho. Sasa unapoongelea utamadunisho hauingii tu kwenye liturujia, tunagusa na mambo mengine. Kufanya mambo ya kiroho vile vile, na haya mambo ya kutembea kuona hapa na hapo
tunaunganisha roho na mwili, kwamba mwanadamu sio roho tu, bali ni mwili na roho, na vyote vikiunganika pamoja ndio anakuwa ni mwanadamu kamili. Kwa hiyo huyu mwanadamu ambaye tumejadili naye wiki nzima mambo ya kiroho, mambo ya utamaduni, alitamani mwanadamu huyu aende akaone utamaduni kule Bagamoyo, aende katika mbuga ya Saadani aone na mandhari ya Mungu alivyotujalia. Haya yote ambayo Mungu ametujalia tunayatumiaje katika liturujia? Kwa sababu yote tunayofanya ni kwa ajili ya sifa na utukufu wa Mungu, kwamba wanyama wanamsifu Mungu, mbuga zinamsifu Mungu, maji yanamsifu Mungu, dunia nzima inamsifu Mungu, kama tunavyosali masifu yetu siku ya Dominika, katika yale masifu yetu juma la kwanza, enyi viumbe vyote msifuni Bwana, msifuni. Kwa hiyo kumbe haikuwa tu utalii wa kawaida, lakini ni kuunganisha yale ya kiroho na kimwili katika kumsifu Mungu. Na kuchagua mbuga ya Saadani ni kwa ajili ya sababu ya ukaribu, au kuna sababu nyingine yoyote iliyowafanya kwamba mchague mbuga ya Saadani, au kuna vivutio fulani mmeliona kwamba viko pale vitakuwa vinaweza kushabihiana na mada hizi ambazo mmekuja kujadili? Labda kuna sababu nyingine yoyote? Kwa kweli sababu kubwa ilikuwa ni ukaribu, kwamba kutoka Dar es Salaam hadi Saadani tungeweza kwenda na kurudi. Tungesema labda tuende Ngorongoro, safari ya kutoka Dar es Salaam hadi Arusha ingetuchukua zaidi ya siku 2. Ungehitaji uende pale ukalale ukafanye nini, basi kitu kama hicho. Lakini tukaona hapa ni karibu, lakini vile vile licha ya ukaribu tukasema Saadani hatuifahamu. Hebu tuende hapa Saadani tukaone kuna kitu gani. Kwanza, kwa nini panaitwa Saadani? Wewe unajua ni kwa nini panaitwa Saadani? Ndio nilikuwa nataka nikuulize, maana kwanza ndio umeenda ndio umeenda kutembelea, kwa nitaka nikuulize why Saadani, kwa nini inaitwa Saadani? Alipokuwa anatuelekeza yule guide akasema nadhani kulikuwa na wageni, kulikuwa na saa iko ndani, ilikuwa ndani ya nini. Kwa hiyo alikuwa anasema saa ndani, nadhani sijui ilikuwa ndani ya pochi au nini, kwa hiyo ni saa ndani. Lakini sasa kwa sababu hawezi kutamka vizuri, saa ndani baadaye sasa ndio ikatokea kumbe ni Saadani. Badala ya saa ndani ikawa ni badala ya saa ndani ikawa ni Saadani. Kwa hiyo nadhani na watu wa Saadani hapo nawasaidia kufanya kuelezea utalii. Unaona safari hii ilikuwa ni njema, na yoyote atakayetusikiliza anajua kumbe Saadani. Kwa hiyo kuna mengi ya kujifunza mtu unapoenda huko Saadani. Kwa hiyo mtazamaji, umeona jinsi mkutano wao ulikuwa unalenga liturujia na utamaduni wa Mwafrika, kwamba huyu ni Mwafrika ana dini kwa maana ya imani ambayo ni Ukristo, lakini pia mtu huyu, binadamu huyu pia yuko katika mazingira yapi, ana utamaduni wake, ana tamaduni zake, kuna tamaduni zilizo njema. Kwa hiyo kumbe moja kwa moja kwa tafakari ya liturujia, lakini pia umeenda kutembelea Saadani. Kwa hiyo mwenzangu, Mkristo mwenzangu, kutembea kwenye mbuga mbalimbali sio dhambi, ni sehemu na haki yetu ya kuona tamaduni zetu za Afrika. Lakini basi katika safari hiyo tulipata chai pale Stella Maris, hoteli ya Stella Maris ambayo inaongozwa na mapadri wa Morogoro, mapadri wa Bagamoyo, wale wa shirika la Roho Mtakatifu. Na tulipata nafasi ya kuangalia, kuna msalaba ambao ni lango la Ukristo pale. Wamisionari walipitia hapa, wakapitia pale, lakini vile vile ndio likajengwa ile kanisa la Bagamoyo pale. Ni kama ndio jimbo la kwanza Tanzania lilikuwa ni Morogoro, ni Bagamoyo, lakini baadaye lilikuja likahamishiwa likaenda Morogoro. Kwa hiyo pale ilikuwa ndio jimbo la kwanza, kanisa la kwanza. Wamisionari walikanyaga pale kuleta imani, wakapeleka imani mahali pengine. Kwa hiyo kumbe tulienda kuona chimbuko la imani yetu, lakini chimbuko la liturujia katika Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu wamisionari walipitia Bagamoyo wakaenda mpaka huko Morogoro, wakapita Morogoro, Dodoma, Bukoba, sijui Unyanyembe huko Rwanda, Burundi, wakafika huko.
Kwa hiyo kumbe tulijifunza mengi. Na hiyo hosteli Stella Maris ni ya shirika Ni ya wanashirika mapadri wa Roho Mtakatifu ambao wamefanya kazi muda mrefu katika sehemu hii ya Bagamoyo. Kwa hiyo wamejenga hiyo hostel au hoteli ili kwa ajili ya mahujaji mbalimbali wanaoenda pale kwa ajili ya kuja kuona mambo kama haya ya historia, waweze kupata chakula cha mchana pale, chakula cha asubuhi, hata kulala pale. Hata wakati tulipoenda wakati wa kumsimika Askofu Stefano Musomba, basi hoteli hii ilitumika na isaidia sana shughuli zote ziende vizuri. Kwa ni jambo la kujivunia. Kongole kwa mapadri wa Roho Mtakatifu. Yote hayo ni kwa ajili ya kuiwezesha liturujia. Kipindi chetu ni cha liturujia. Yote hayo yaniwezesha liturujia. Lakini basi siku ya Ijumaa ilikuwa ni siku ya mapumziko, ilikuwa ni tarehe 7. Mapumziko, lakini tulitangulia asubuhi tukafanya majumuisho ya yote, halafu mchana watu wakatembea hapa na pale kwa ajili ya kuona mji kidogo, wale wageni wetu kutembelea hapa na pale. Halafu siku ya Jumamosi ilikuwa ni siku ya kilele ambapo tulifunga kwa misa takatifu ambapo ilifanyika katika parokia ya Kristo Mfalme Tabata, ambapo Tabata ndio makao makuu ya Tumaini Media. Kwa hiyo Tumaini Media walikuwepo, tunawashukuru, walituwakilisha vizuri, walitunga mkono vizuri. Na katika misa ile iliongozwa na Mhashamu Askofu Wolfgang Pisa ambaye ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania na vile vile ni askofu wa jimbo la Lindi. Katika homilia yake alisisitiza tuielewe liturujia vizuri, kwamba liturujia ni nini na tusiongeze mambo ambayo hayahitajiki katika liturujia, mara matangazo marefu, mara kuingiza hili na hile. Kwa hiyo alisema jamani, tujifunze sisi makreli, lakini na waamini wetu waitambue liturujia ili kweli liturujia iweze kuwa vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni hiyo tarehe 8 ilikuwa ndio siku ya kufunga. Kwa hiyo ilifunguliwa na Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam Yuda Tadeus Ruwaichi tarehe 2 na ikafungwa au ikahitimishwa na Baba mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu, rais wa Baraza la Maaskofu, Baba Askofu Wolfgang Pisa. Ndio. Na katika hiyo siku ya kufunga kulikuwa na shamra nyingi. Kwanza kulikuwa na hafla ya kugawa vyeti vya ushiriki. Tulikuwa na washiriki 112. Kwa hiyo wote walipata vyeti vya ushiriki ambapo waligawiwa na askofu rais. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kizuri sana kwamba kila aliyefika amepata cheti. Kongole na baba ulipata cheti au ni magawia watu? Nilipata na mimi cheti. Hongera sana baba, tukupe. Nimesahau kuja nacho hapa tungeonyesha watazamaji wetu. Umeona kipindi kijacho ukilete Father. Kipindi kijacho itabidi nilete niwaonyeshe kwa jamani na mimi nimepata cheti cha ushiriki. Naona ndugu mtazamaji, kwenye matukio ya kanisa tujitahidi kuwepo. Tujitahidi kushiriki. Zawadi kama hizo ni kumbukumbu katika maisha yako, haitatokea tena siku nyingine. Kongole wote ambao walipata vyeti kwa ajili ya kushiriki. Hongole, lakini wenzetu wengine basi tuone kwamba ni mfano. Tushiriki kwenye matukio ya kanisa. Tusikie viongozi wetu wanatuambia nini, wanatuagiza nini. Inatusaidia pia, ni baraka. Usisahau kwamba hawa ni watumishi wa Bwana. Basi baba, hongera sana. Asante sana. Basi kongamano letu hili la Dar es Salaam linaitwa kongamano la pili la wanaliturujia wa Afrika. Labda msikilizaji wetu na mtazamaji wetu angeuliza, kwa nini kongamano la pili? Ni kongamano la pili kwa maana lilikuwepo kongamano la kwanza ambapo lilifanyika kule Dakar, Senegal, kuanzia tarehe 4 hadi tarehe 8 mwaka wa 2023. Hilo ndio lilikuwa kongamano la kwanza ambapo wanaliturujia, wataalamu waliturujia walialikwa wakusanyike waweze kujadili masuala yanayohusu Afrika na jinsi tunavyoadhimisha liturujia yetu. Katika kongamano hilo la kwanza
kule Senegal. Washiriki 52 walifika kutoka nchi 14. Ukilinganisha na la kwetu wamekuwa washiriki 112. Kule walikuwa ni washiriki 52. Lakini kwa sababu ilikuwa la kwanza, unaona huu utofauti kila mara watu wanavyoongezeka basi. Na katika kongamano lile la kwanza walijadili mambo mbalimbali ya utamadunisho barani Afrika, walijadili mambo mbalimbali ya liturujia ya Afrika, waligusa mafanikio ya liturujia ya Afrika, wakagusa changamoto, wakagusa na mitazamo ya baadaye. Na miongoni mwa washiriki katika lile kongamano la kwanza walikuwepo maaskofu, makardinali, walikuwepo maabate na wawakilishi kutoka mabaraza ya maaskofu. Kama mimi ni mwakilishi wa baraza la katibu mtendaji katika idara ya liturujia baraza la maaskofu. Kwa hiyo na vile vile kule walijitokeza hao kwa ajili ya kongamano hilo. Na kongamano hilo lilitanguliwa na ujumbe kutoka kiti kitakatifu kupitia kardinali anayesimamia dikasterio ya maadhimisho matakatifu pamoja na nidhamu ya sakramenti, ambaye anaitwa Kardinali Arthur Roque au Roche. Na utangulizi huo ulisomwa na katibu wake Christophe. Jina lake ni la Kipolish, ni Mpolish, jina lake ni gumu kweli kulitamka. Ni Krzysztof Majanowiecki. Mpaka uvunjike na ambaye alikuwa ni msaidizi wake huyo. Kwa hiyo katika ujumbe huo alisisitiza umuhimu wa majadiliano na kujifunza zaidi nini maana ya liturujia na nini maana ya utamadunisho. Wakati wa kongamano hilo waligusia huo utamadunisho, ushiriki hai, na wakasisitiza kwamba tunapoongelea ushiriki hai, hivi wewe tunaposema ushiriki hai unaelewa nini katika liturujia? Mara nyingi baba ulitusisitiza sana ushiriki hai, manake tunapoingia misa, let's say misa inapoanza, waimbaji wanapoanza tuimbe sote, tuitikie sote na nini. Na waimbaji nao waandae nyimbo zinazojulikana na kila mmoja ili wote tuitikie. Na Father anavyosema Bwana awe nanyi, inabidi tuitikie kwa sauti. Lakini basi tunapoongelea ushiriki hai katika liturujia, katika dhana ya kiteolojia, tunaenda zaidi ya kuchangamka. Maana tunapoongelea ushiriki hai watu wanafikiri ni kule kuchangamka, vigelegele, kuruka na nini haya. Unaona siku hizi watu, kuna makanisa siku hizi, zamani kulikuwa na vibanda vya kuangalia move. Unakuta tu anaeleza move, au vibanda vya kuangalia mpira. Unakuta mtu ni makelele. Sasa hivi kuna makanisa ni kama vibanda vya kuangalia mpira na sinema. Wameweka miziki mizito. Sasa wale wamechangamka, sio kwamba wako hai, sio kwamba ni ushiriki hai. Ule ni uchangamfu. Sasa hatuongelee uchangamfu katika liturujia, lakini tunasema ushiriki hai, kwamba unapoingia kwenye liturujia ukasali ukatoka, inakugusa vipi na unaondokaje nayo? Kwamba kwa kweli Mungu leo amenibariki, ninaenda zangu nyumbani, nimepata neno la Mungu limekaa katika moyo wangu. Sio kwamba nimefika kule nimesikia ule mziki wa redio ambao ungeweza kufungulia pale nyumbani kwako. Ule mziki ambao badala ya kutafakari umekuchangamsha, ukaruka, ungeweza kukimbia uwanjani ukatoka jasho, ukawa umetengeneza afya zaidi kuliko kwenda pale kuchangamka. Kwa hiyo ushiriki hai haimaanishi kuchangamka tu. Ni kwamba lazima iingie katika mtima, katika mzizi wa utamadunisho wetu, ili unapoondoka uondoke kweli na neema za Mwenyezi Mungu. Sio uchangamfu tu wa kimwili, au kucheka kwa kimwili, au kufurahi kwa kimwili. Kwa hiyo walisisitiza kucheka au kuchangamka inabidi kuendane na kutoke ndani ya roho, kuweze kuleta ushirikiano, kuleta ushirikiano. Ile tatizo la kiroho liweze kuguswa, ile neema ya kiroho iweze kuguswa. Si kwamba tu umeenda pale umecheza umerukaruka basi, haitoshi. Kwa hiyo walisisitiza sana katika ule mkutano wa kwanza. Kardinali Robert Sarah ndiye aliyefungua kongamano lile
la kwanza kwa misa takatifu. Na alisisitiza huo umuhimu wa ufahamu wa liturujia yetu, umuhimu wa utamadunisho na changamoto zilizopo katika ile fikra tunayofikiri kwamba utamadunisho ni nini. Inawezekana hata sisi kama Watanzania hatujui maana halisi ya utamadunisho. Ndio maana kila mtu anabuni kila siku. Leo amebuni kitenge cha WAWATA, anashona kasura ya askofu, anataka ashone mitra inayofanana na sijui na nembo ya viwawa. Huo ni ubunifu. Lazima kutufundisha kati ya ubunifu na utamadunisho. Sio kila ubunifu ni utamadunisho. Kwa hiyo na Baba, katika haya yote ya mliojadili wewe ukiwa kama mwanaliturujia, kabla tujaenda mbali, haya yote ili yaweze kukamilika, ni mpango gani mmeweka, mpango gani mmefikiria kuweka ili kuweza kubadilisha au kuboresha kweli au kuimarisha liturujia na utamaduni? Hatua mbalimbali zimeshachukuliwa. Moja ya hatua ni hii ya makongamano. Kwamba elimu ni muhimu sana juu ya hayo tunayofikiri kwamba ndio yenyewe. Bila elimu huwezi kupata nani. Lakini hiyo elimu unawapata wapi watu bila kuita makongamano kama haya? Ndio maana tukawaita katika kwamba jamani, njoni tuna kongamano letu, msikie tunasema nini na nini, washiriki tunaomba mje tukae siku 3 nzima za kukaa darasani, za kujifunza. Kuna hili. Labda katika vipindi vyetu vijavyo tutagusa mada zile zilizoongelewa moja moja kwa undani, ili kila mtu ajue kumbe hili liliongelewa, kumbe hili lilijadiliwa, kumbe hili lilifanyika hivi na hivi. Kwa hiyo mambo kama hayo. Na ukiacha hii kukaribisha mikutano, watu wanakuja wanapata elimu. Ndiyo. Mpango mkakati kama ninyi wanaliturujia ili kwa ajili ya kuhakikisha kwamba liturujia inachangamka kutoka ndani, yani watu wanapata kweli ushiriki, kwa sababu kama mkutano umemalizika, watu walikuja kusikiliza hapo. Haoni kwamba baada ya hapo watu wanaenda kivaa, yani kwamba kila mmoja anaenda kwake. Labda kama viongozi. Ndiyo, kila mkutano lazima kuwe na maazimio. Ndiyo. Sasa maazimio yanafanywa, alafu tunaondoka kwenda kuyatekeleza. Ndiyo. Sasa labda ni maazimio yapi, lakini basi tutayaongea kwa sababu sasa tunataka tuwe kwanza utangulizi, alafu tena labda kipindi chetu mtazamaji wetu asikimbie kwamba kipindi kijacho asubiri kwa hamu asikie kwamba hayo maazimio ni yapi ambayo yanapaswa kufanywa. Asante baba. Na katika basi ule mkutano wa Senegal waliazimia kuunda umoja wa wataalamu wa liturujia. Ndio hayo mambo tunayoongelea haya. Kuunda umoja wa wanaliturujia wa Afrika, ambao umoja huo uliitwa kwa lugha ya Kilatini Consortiato Liturgica Africana. Consortiato Liturgica Africana. Consortiato Liturgica Africana. Maana yake umoja wa wanaliturujia wa Afrika au wa wataalamu wa Afrika. Kwa hiyo tangu kipindi hicho basi umoja huu ukawa unajulikana kwa hiyo Consortiato Liturgica Africana, ambao kifupi chake ni CLA. CLL. Na wakaazimia basi kwamba lile kongamano 2023 lijalo, maana yake hili lilofanyika sasa 26 lifanyike hapa Dar es Salaam. Ndio ambalo sasa tumelishuhudia kutoka tarehe 2 hadi tarehe 9 ya mwezi Agosti ya mwaka huu. Baba, kipindi kizuri sana. Watu wanapenda tukusikia. Muda huturuhusu kuongea. Muda umetutupa mkono. Kabla tujahitimisha, una la kuambia watazamaji kwa msisitizo, na tutakapo kipindi kijacho tuweze kuanza na changamoto na mafanikio mlioyapata katika kuandaa mkutano, ila sasa hivi labda la mwisho kwa ajili ya kumsisitiza mtazamaji. Basi neno langu la mwisho kwa kipindi cha leo ni kwamba mtazamaji wetu, hakikisha vipindi vyetu vinavyofuata unavifuatilia katika huo mfululizo wetu, ili uweze kujua kilichojiri katika kongamano letu na tunajifunza nini katika hilo kongamano letu.
Baba, karibu uhitimishe kipindi chetu kwa saa. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Mtazamaji wa Televisheni Tumaini, kila chenye mwanzo kina mwisho. Mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu. Sina shaka kabisa kwamba umejifunza mengi habari ya yote yaliyotendeka, yaliyofanyika katika mkutano, kongamano la wanaliturujia wa Afrika. Nikushukuru sana kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwako Baba Kiio, asante sana kwa kutuinjilisha. Shukrani kwako kaka Simon Peter hapo nyuma ya kamera. Ni kwa sababu yako tuko hapa. Mimi ni Sister Savina Makonde. Sina la ziada mpaka wakati mwingine. Kwa heri, alverech.